ngana na huyo contractor vile vile. Na zile barabara zingine zote ambazo zimekwama sehemu hii, sasa tumepata pesa ya kusukuma hizo barabara ndio Kenya iweze kusonga mbele wakati tunasongesha mambo ya maendeleo mbele. Tumekubaliana watu wa Naramoru. Vile vile mimi niliwaeleza ya kwamba tutakuwa na mfumo mpya wa mambo ya matibabu. Ile NHIF ya zamani ilikuwa inashughulikia watu wenye ajira na watu wenye uwezo. Lakini nimesema tunataka bima ya afya ambayo itashughulikia kila Mkenya bila ya kujali kama ako na kazi na asiwe na kazi, ama ako na uwezo asiwe na uwezo. Na tumesema hii bima mpya ya SHA sasa itashughulikia kila mtu. Mwenye ako na uwezo atalipa kulingana na uwezo wake. Kuna mwenye atalipa 1,500, mwingine atalipa 200, mwingine atalipa 100. Lakini wewe mwananchi wa kawaida ambaye huna uwezo yeyote, sisi kama serikali ya Kenya tutakulipia. Ndio tuhakikishe hakuna Mkenya anaenda hospitali ananyimwa matibabu kwa sababu hana pesa. Nego kana tiko. Tunaelewana? Watu wa Naramoru tunaelewana? Mnasema tushirikiane. Muliniambia nipange mambo ya kilimo vizuri. Bei ya mbolea ilikuwa 7,000, sasa hizi ni 2,500. Bei ya maneno ya chai nimepunguza gharama ya mbolea mpaka 2,500. Maneno ya kahawa hivyo hivyo. Maneno ya miwa hivyo hivyo. Kwa sababu hakuna vile tunaweza kuwa taifa huru kama hatuwezi kujilisha kama taifa. And that is why mulikuwa mnaona pale nyuma miaka 2 iliyopita watu walikuwa wanabeba sufuria kule Nairobi ati iko unga kwa kichwa. Lakini kwa sababu tumepanga kilimo, tumetoa mbolea ya kutosha, tumezalisha chakula ya kutosha, sasa Kenya hii iko na chakula ya kutosha na Kenya inasonga mbele. Muliniambia nipange mambo ya kahawa. Tulikuwa na matatizo makubwa kwa mambo ya kahawa. Brokers na cartels walikuwa wamejazana huko, wanahangaisha wakulima. Mtu mmoja alikuwa ni mkulima, yeye pia ni broker, yeye pia ni mila, yeye pia ni mnunuzi. Sasa tumepanga hiyo maneno, tumeondoa hiyo program ambayo ilikuwa inaharibu biashara ya wakulima. Bei ya kahawa leo Kenya, average ya bei ya kahawa imefika shilingi 110, 120. Kutoka shilingi 50, shilingi 60. Kwa sababu tumeweka usimamizi ambayo inaondoa ukora ambayo ilikuwa ndani ya mambo ya kahawa. Na mwaka huu tunaweka pesa ya kuongeza miche, seedlings ya kahawa milioni 20 kila mwaka. Kwa sababu mpango yetu ni kuhakikisha ya kwamba vile tunapata mapato zaidi ya bilioni 200 kwa chai, tunataka vile vile kahawa ifike hata nusu trilioni every year. Kwa sababu inawezekana kama kuna usimamizi wa sawasawa. Tumekubaliana na Naramoru. Neguo kana tiguo. Neduraigwethania. Kabisa. Ndio mimi nimekuja hapa. Na mimi nitakuwa hapa leo, mimi nitakuwa hapa kesho, mimi nitakuwa kesho kutwa, mimi niko area. Si namna hiyo? Mpaka tunyoroshe hii kazi yote mpaka ikae laini sawa sawa. Tumeelewana? Na nyinyi msikuwe na wasiwasi. Hii serikali, mimi nauliza nyinyi watu wa Naramoru, hii serikali iliundwa na kura ya nani? Si iliundwa na kura yenu? Hii serikali ni kweli ama si kweli? Hii serikali, niulize tena, hii serikali iliundwa na kura ya nani? Si iliundwa na kura yenu? Kwani nyinyi mnafikiri mimi ni wazimu nikasahau nani alinisaidia kuunda hii serikali? Nataka mnisikie vizuri, watu wa Naramoru, si ndio? Na mimi si mlevi, mimi sikunywangi pombe, na mimi si mtu ya kuchanganyikiwa. I know what I'm doing. Tunaelewana? Na mimi nitahakikisha ile kazi mlinipatia ya kuhakikisha kwamba tunasimamia masomo ya watoto wetu, ile ya kilimo, ile ya maendeleo ya barabara na stima na hiyo ingine, nitahakikisha ya kwamba hiyo kazi inafanyika. Na ikiharibika ya Nyeri hii, mniulize mimi. Nyinyi mnanielewa jameni? Yes, mniulize.
Si baada ya miaka mitano nyinyi ndio wenye mtasahihisha maneno? Si kama MCA hajafanya si mtampeleka nyumbani? Si mjumbe kama hajafanya si mnajua vile ya kumfanyia? Si senator asipofanya si mnajua vile ya kumfanyia? Si hata huyu Mutai asipofanya si mnajua vile mtamfanyia? Kwani nyinyi hamjui ya kwamba hata mimi najua kuna kile kitu mimi nisipofanya mimi najua vile mtafanya? Ni mnanielewa? Kwa hivyo hiyo kazi mmenipatia, mtafanya na bidii, mtashangaa. Hiyo barabara mmeniambia nijenge, nitajenga mpaka mtashangaa. Stima nitafanya hivyo. Hiyo ingine nitafanya hivyo. Ile mimi siwezi kufanya ni fitina na mambo ingine ya watu wengine huko kando. That one mimi sitaki. Sijui kama tunaelewana. Mimi nauliza nyinyi watu wa hapa na Rumoru. Wakati mlinipatia kazi, nyinyi ndio mlinipatia kazi ya rais. Si mliniambia niende nipange barabara na stima na maji na nisaidie watoto wasome vizuri na nihakikisha kwamba soko imejengwa na biashara imeendelea na kahawa iko sawa sawa na chai iko sawa sawa na maziwa iko sawa sawa? Si nyinyi ndio mtasahihisha mtihani hiyo baada ya miaka hii 5? Mimi niko tayari kwa hiyo mtihani, tukutane kwa mtihani siku hiyo. Ama namna gani watu wa Rumoru? Nego kana tiguo. Tunaelewana? Na mimi nimesema hivi. Nyinyi mnaona hapa niko na waziri Mutai Kagwe. Si ndio? Si huyu